za kutoka sekta binafsi, nikiona wawakilishi wa taasisi za kifedha, mtendaji mkuu wa NBC pamoja na mabenki mengine ambao mmejumuika nasi, wawakilishi wa mabenki wote kwa ujumla wenu, naweza mkasimama tuwaone. Tunawashukuru sana sana wawakilishi wa taasisi zetu za kifedha, washirika wa maendeleo, wageni waalikwa, wanahabari, mabibi na mabwana, na kipekee nikiwatambua na wanahamasa wetu ambao wametuburudisha sana leo, kina mama na Samia, mapacha wetu wale ambao nimewaangalia nikiwa na miwani lakini bado sikuwatofautisha, lakini pia na brass band yetu. Tunawashukuru sana kwa burudani. Mheshimiwa Waziri, wakati wimbo unaendelea pale, nikagundua kwamba kumbe watoto wanaweza wakawashinda baba zao. Nilipokuwa nawaangalia mawaziri wakicheza, nikagundua kabisa Mheshimiwa Ulega anashindwa na rafiki yangu Mohamed kucheza. Na mimi nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kukusanyika leo hapa katika tukio hili. Kwa kweli kama watangulizi walivyotoka kusema, tukio muhimu la kihistoria ambalo limebadilisha kabisa mandhari ya hapa, lakini na pia inaendelea kuandika ukurasa mpya kwamba yale ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akiyasema kuhusu kujenga uchumi na kujenga sekta binafsi, sio maandishi tu wala sio maneno tu, bali ni halisia, vitendo vinavyoonekana katika miradi kama hii. Kwa kweli mimi nimekulia hapa Dodoma. Haikuwahi kutarajiwa kwamba Dodoma nako kuna siku tutakuwa na miradi mikubwa kama hii. Kwa kile ambacho Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameendelea kusema kwamba Dodoma ni fahari ya Watanzania, kimeendelea kuonekana kwa miradi yenye muonekano wa kisasa namna hii, inayokusudiwa kutoa ufumbuzi kwenye shughuli za kimaendeleo kwa njia ya kisasa namna hii, utakuwa Dodoma. Hii imeendelea kuitambulisha makao makuu. Ndugu viongozi na wageni waalikwa, kama sote tunavyofahamu kwamba katika tukio hili Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alikuwa awe mgeni rasmi na alikuwa awepo leo katika tukio hili. Kutokana na majukumu mengine ya kitaifa, ilimpendeza Mheshimiwa Rais kunituma kuja kumwakilisha na kufanya ufunguzi wa kituo hiki. Hivyo basi, kabla sijaendelea na hotuba yangu, niwaletee salamu nyingi za pongezi kutoka kwa Mheshimiwa Rais ambaye anathamini na ameonyesha kwa vitendo kwamba anathamini uwekezaji huu mlioufanya kupitia kampuni ya Superdoll. Aidha, Mheshimiwa Rais amenituma niwahakikishie kwamba serikali yake anayoiongoza itaendelea kusimamia mikakati yote na kuunga mkono jitihada mbalimbali zinazofanywa na sekta binafsi katika kukuza uchumi na uwekezaji na biashara kama ambavyo
mmeshuhudia katika mfano huu. Mheshimiwa Rais ameyaishi maneno yake kupitia uongozi wake katika kipindi cha takriban miaka mitano kwa kufuta kodi nyingi, tozo nyingi zaidi ya 250 katika sekta mbalimbali za uchumi ili kuwezesha uwekezaji na ufanyaji wa biashara katika sekta hizo kuwa mzuri. Haya ni matokeo ya utekelezaji wa hatua hizo za kisera. Kwa hiyo hongereni ndugu zangu SuperDoll kwa kuyaenzi maono hayo na kwa kutekeleza kwa kutumia vyema fursa hiyo. Kama tulivyosikia, hafla yetu ya leo ni mahususi kwa ajili ya ufunguzi wa kituo cha kisasa cha kutoa huduma za magari kilichojengwa kwa thamani kubwa ya fedha za Kitanzania. Muonekano na ubora wa mradi huu unawiana na uwekezaji mkubwa uliofanywa mahali hapa. Kituo hiki kitachangia moja kwa moja maboresho katika sekta ya usafirishaji kwa kutoa huduma za kisasa. Nimeona pale wakati nazungukia kujionea kinachotekelezwa, pote nilipopita niliuona ubora wa hizo bidhaa, lakini na utaratibu wa jinsi utekelezaji utakavyofanyika kupitia bidhaa hizo. Kituo hiki kitachangia uwepo wa viwango vya kimataifa, vifaa vya kisasa na fursa ya kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya usafirishaji. Nimefurahishwa sana kuona kuwa kituo hiki kimejengwa kwa viwango vya kimataifa, na kama nilivyosema pale mwanzo, na kimejengwa hapa Dodoma, makao makuu ya nchi yetu. Huu ni ushahidi kwamba Tanzania ina uwezo wa kuanzisha kampuni zilizo imara zinazoweza kuwa fahari ya taifa na kuwa mfano kwa Afrika nzima. Hili na lenyewe Mheshimiwa Rais amelisisitiza kwa maneno na amelisisitiza kwa kuchukua hatua kwa vitendo za kubadilisha sheria, kubadilisha sera, lakini pia na maelekezo ya kiutawala ili makampuni ya kizawa ya Kitanzania yaweze kufanya mambo makubwa kama haya. Huu ni mfano mojawapo, na tumeona hatua hizo katika maeneo mengine mbalimbali. Haya ni mageuzi makubwa katika uchumi wetu, na ndio maana tunaona uchumi wetu unafanya vizuri. Uwekezaji huu unachangia kuongeza hadhi ya jiji letu la Dodoma ambalo ni makao makuu ya nchi, kitu ambacho hakikuwahi kutarajiwa na wengi. Na hivyo sasa kituo hiki kitasaidia kuifanya Dodoma kuwa kitovu cha huduma, biashara, mafunzo na uwekezaji katika nchi zetu za Afrika Mashariki na Kusini, kwani Tanzania ni mwanachama wa nchi zote za EAC na SADC. Katika hatua hii, mradi huu unafungua fursa mpya za ajira. Nimeelezewa kuwa kuna zaidi ya vijana 100 waliopata mafunzo katika kituo hiki, tayari wameshapata ajira katika taasisi mbalimbali, na pia wapo wananchi wengine zaidi ya 200 waliopata ajira zisizo za moja kwa moja katika ujenzi wa mradi huu. Hii ni hatua kubwa, na wenyewe wataendelea kutumia kituo hiki kama marejeo, kwamba wanapotafuta kazi zingine, kwamba na kile kituo kinachong'aa sisi ndio tuliojenga. Hiyo na yenyewe ni hatua nyingine ya mafanikio ambayo imepatikana. Kwa hiyo niendelee kukupongeza ndugu yangu Seif pamoja na timu yako yote
ya Superdoll, na kwa kweli kwenye wimbo tulisikia kile kiitikio super, kila kitu super, kila kitu super, ni super super super. Serikali inajivunia kuona kampuni za Kitanzania zilizojengwa na Watanzania, zinaendeshwa na Watanzania, lakini pia zinaendelea kuwekeza kwa ajili ya Watanzania wote. Amesema Mheshimiwa Waziri anayesimamia sekta hii ya viwanda na biashara kwamba leo hii tupo tu kwenye tukio moja hapa, lakini amesema anakutana nanyi katika maeneo mengine mengi ya biashara, maeneo mengine mengi ambako mnagusa kwa njia tofauti uchumi wa Tanzania na maisha ya Watanzania. Superdoll ni moja ya kampuni ambazo zimeonyesha kwa vitendo kwa Watanzania kwamba tunaweza kuanzisha, tunaweza kuendesha na kukuza taasisi kwa kiwango cha kimataifa, na hata zikaweza kushindana kwa ubora na teknolojia na kwa huduma na kampuni yeyote duniani. Hongereni sana, mmeitambulisha sekta binafsi ya Tanzania huko duniani. Nimefarijika sana kuona Superdoll imeamua kuwekeza si tu katika biashara bali pia katika maendeleo ya rasilimali watu. Tumeonyeshwa hapa na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Elimu, na alishatembelea hata kabla ya kuja leo, jinsi ambavyo mnashirikiana na serikali, jinsi ambavyo mnachangia maono ambayo nchi yetu inayo katika kukuza ujuzi, kuwajengea uwezo vijana wa Kitanzania ili waweze kutoa mchango mkubwa katika ujenzi wa taifa letu. Mafunzo yatakayotolewa hapa yatasaidia kupunguza ajali, kuongeza tija, kulinda maisha ya Watanzania na kupunguza gharama za uendeshaji, na yataongeza ufanisi katika uchumi wetu. Mtakubaliana nami kwamba kwa miaka mingi kampuni ya Superdoll imeendelea kuwekeza, kutoa ajira na kukuza viwanda vya ndani. Lakini pia kwa kuwa nimewahi kupata fursa ya kuwa waziri wa fedha, kampuni ya Superdoll pia ni moja ya kampuni zinazolipa kodi vizuri, na mmeendelea kuwa miongoni mwa walipa kodi wakubwa ndani ya nchi yetu. Mmeendelea kuendeleza teknolojia na kuiwakilisha Tanzania kwa heshima kubwa ndani na nje ya nchi. Ninawapongezeni sana kwa kuonesha uzalendo huo, na haya ndiyo yamekuwa maono na kiu ya Mheshimiwa Rais ya kuona uchumi wa Tanzania unashikwa na Watanzania. Na tunaposema haya wala hatuna nia ya kufanya ubaguzi, lakini ni ukweli usiopingika kwamba Mungu alivyotuumba hajawa mnyimi, kila mtu kampa kwao, na sisi Tanzania ndio kwetu. Lazima Watanzania washike uchumi, lazima Watanzania waijenge sekta binafsi itakayotengeneza ajira kwa watoto wa Kitanzania. Hiyo ndio njia sahihi ya kupambana na tatizo la ukosefu wa ajira kwa watoto wa Kitanzania. Lazima tukuze sekta binafsi ya nchi yetu ili kuweza kutengeneza ajira kwa watoto wa Kitanzania. Lazima Watanzania washike uchumi wa nchi yao. Lazima Watanzania wanufaike na rasilimali za nchi yao. Nachukizwa na wale wanaotengeneza bidhaa feki, wanarudisha nyuma jitihada kama hizi za kutengeneza viwanda, za kutengeneza makampuni yanayozalisha bidhaa halisi, makampuni yanayozalisha bidhaa original yanakwamishwa
yanabebeshwa mzigo mkubwa, yanasababishiwa hasara na wale wanaotengeneza bidhaa feki. Ndani ya serikali, niwaahidi ndugu zangu wa Superdol, tutaendelea kupambana na watengeneza bidhaa feki na waingizaji wa bidhaa feki ndani ya nchi yetu. Na waheshimiwa mawaziri, kwa sababu mko hapa, hakikisheni yeyote anayepatikana na mchezo wa aina hiyo anachukuliwa hatua kali, wala msiwe na huruma hata kidogo, kwa sababu wanatuharibia uchumi wetu, wanaharibu jitihada nzuri za serikali za kuhakikisha kwamba tunakuza sekta binafsi, tunakuza uzalishaji wa bidhaa zenye viwango ndani ya nchi yetu. Lakini pia bidhaa feki zina gharama ya maisha na zina gharama ya uharibifu ndani ya uchumi. Kwa hiyo niwahakikishie, tutaendelea kuchukua hatua kali kwa hawa wanaofanya michezo ya aina hii. Lakini pia kama nilivyosema, tumependezwa kwamba ni kampuni ya Watanzania imeonyesha mfano kwamba Watanzania wanaweza wakaendesha kampuni na ikafanya vizuri, viwango katika uzalishaji, viwango katika utekelezaji wa majukumu. Mmetoa mfano. Nachukizwa na wale wanaowadharau wa Tanzania. Tuliweka kwenye sheria kwamba angalau, wakati ule tulikuwa tumeweka kwamba angalau basi kampuni ya kigeni ikitaka kufanya majukumu hapa Tanzania ishirikiane na kampuni ya Kitanzania. Wakawepo waliojifanya kwamba wao ni wajanja, wanatafuta mtu mmoja, wawili, watatu, wanatumia NIDA yake, kwa wanaanzisha kampuni ya Kitanzania kwa kutumia NIDA ya Mtanzania, lakini makampuni yao yote ni ya kwao. Kwamba ile 10% tuliyosema iwe ya kwao ni ya kwao, na ile tuliyosema basi angalau hii iwe ya Mtanzania na yenyewe ni ya kwao. Huu ni utapeli na ni uhujumu, na haukubaliki. Ni uvunjaji wa sheria kwa makusudi. Naendelea kulirejea hili, na nilishatuma timu yangu inaendelea kufuatilia taratibu. Wapo wenzetu wa vyombo wanaendelea kufuatilia taratibu hawa wanaocheza michezo ya aina hii. Michezo ya aina hii ni kinyume cha sheria, ni kinyume cha taratibu, ni hujuma kwenye uchumi wetu, na ni ubinafsi uliokithiri. Kwamba tumekuambia basi wewe unufaike na 70%, basi Mtanzania kwamba anufaike hata na hiyo 30, hautaki hata hiyo 30 anufaike nayo, na uko kwenye nchi yake. Huu ni ubinafsi uliokithiri. Na tukisema hii, wala hatuchukii wageni, wala hatuchukii sekta binafsi. Tunachukia ubinafsi uliokithiri namna hii na dharau kwa Watanzania ya kiwango hicho. Hili halikubaliki. Sasa Mheshimiwa Waziri, wengine nimeshakuletea na wengine nitaendelea kukuletea kadri ripoti inavyokuja. Wakipatikana watu wanaofanya michezo ya aina hii, mwapige blacklist, wasifanye shughuli yoyote ndani ya nchi yetu. Na nikawaambia Watanzania wanapenda wawe watumwa kila siku. Na Mheshimiwa Rais, kwenye baadhi ya sekta tumebadilisha sheria. Nakumbuka kwenye sheria ya manunuzi tumebadilisha sheria. Wakati ule ilikuwa ikisoma kwenye ujenzi kwamba miradi yote mikubwa lazima ibebwe na wageni. Sasa hivi hata mzawa na yeye anaweza akabeba mradi mkubwa na akaajiri au wageni wamsaidie. Wala si jambo la ubaguzi.
kama Watanzania na wenyewe wanaweza, kwa nini wasifanye? Ndio, wanaweza kufanya, na tumeona Mheshimiwa Rais alipopata fedha za kujenga madaraja mengi yale yaliyoharibika. Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi yuko hapa. Kuna madaraja yale kati ya madaraja 81 yale yako madaraja makubwa kabisa na yamejengwa, na baadhi yao nimeyakagua, ya kisasa na yamejengwa na wakandarasi wazawa. Sasa wale wote waliotumia NIDA za Watanzania kuandikisha kampuni ya kizawa na baadaye wakazigeuza ili wapate yetu yale masharti, na baadaye wakaamua kuwaondoa wale Watanzania na wakumbusha wanakiuka masharti, tutawanyang'anya hata hiyo 70. Hii michezo ya kitumwa, hatuwezi tukaruhusu wananchi wetu wakawa watumwa kwenye nchi yao. Na jambo hili si la kirafiki. Hili ni jambo la kisheria. Hatuwezi kutekeleza mambo ya kisheria kirafiki. Nilikuletea hao wengine, nani hawa, sio wanaitwa nini hawa, Lighthouse Property sio nini hawa. Wamesajili Watanzania kwa NIDA zao. Sasa umesajili kwa NIDA yake, umepata masharti, baadaye unatuambia alikuwa driver tu. Kwa hiyo kwa nini ulimtumia driver kusajili ili upate sifa ya kupata haki ambayo Watanzania wangepata? Ndio hivyo kama umetumia 30%, hata kama umetumia ya mkata maua, ndio hivyo, ni 30%, kwa sababu tumeweka kwenye sheria. Mheshimiwa Waziri wetu wa Uchukuzi, nilikuwa natoa mfano tu, nisiharibu kitumbua na sherehe yote hii, nisisemee ya wale wanaofanya vibaya kwenye jukwaa la watu wanaofanya vizuri sana. Nyinyi hapa mmefanya vizuri sana.